Tukasoma kitabu cha 2 Corinthians chapter 2 from verse 1. 2 Corinthians chapter 2 from verse 1. Kiendelea kugoja screen inasema, but I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness. For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me? And I wrote this same unto you, lest when I came I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that you should be grieved, but you might know the love which I have more abundantly unto you. Paul hapa anaongea na kusema ya kwamba anaenda tena kuwatembelea wale wapendwa wa Corinthians. Na anasema anaongea juu ya another painful visit, na alikuwa tayari amewatembelea mara ya kwanza, and then sasa anataka kwenda kuwatembelea mara ya pili, na anaita another painful visit. Anaita painful visit kwa sababu kulikuwa na watu pale ambao walikuwa wameanza kuharibu kanisa. Walikuwa nafundisha mafundisho ambayo yamepotoka, na kwa hivyo yeye mwenyewe hata kama vile tuliona in the first chapter akaandika akisema, Paul the Apostle anataka kuonyesha ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu na ambaye ameitwa na Mungu, na kwa hivyo anataka kuonyesha ya kwamba ako na mamlaka na authority as a servant of God who has been called of God. Na kwa hivyo sasa hapa anasema another painful visit. And then na kwa sababu anaita painful visit kwa sababu ya hao walimu ambao walikuwa wanafundisha mafundisho potovu. Kile tunaweza kuona hapa ni ya kwamba mafundisho yoyote ambayo ni mapotovu kwa kanisa inawafanya wale watumishi wa Mungu ambao wanaongoza lile kanisa kusikia very painful au kuwa affected sana, kwa sababu kazi ya Mungu wakati inaanza na inaendelea inahitaji watu kujitolea sana. Watu wanajitolea katika maombi mengi, watu wanajitolea katika kufunga na kuomba, wanakaa bila kula chakula wakiomba, watu wanajinyima mambo mengi, watu wanatumia masaa mengi sana kwa kazi ya Mungu. Na wakati kazi inaanza na inaendelea na kunatokea watu ambao wanaipinga, watu ambao wanataka kuharibu na kumaliza ile kazi na kuirudisha nyuma, it is very very painful for the servants of God. And that is why Paul anasema alikuwa na uzito mwingi sana akija pale katika kanisa la Corinthians, kwa sababu alikuwa anajua kuna watu pale ambao atakabiliana nao, ambao wanafundisha ile mafundisho ya kupotosha ya kuwatoa wandugu na wadada katika imani. Kwa hivyo wapendwa, anaenda pale akiwa na moyo mzito sana, kwa sababu jambo lile si jambo rahisi sana. And then verse 3 anasema mstari wa 3, I wrote as I did, so that when I came I should not be distressed by those who ought to make me rejoice. I had the confidence in you, or in all of you, that you would all share my joy. Hapa anasema aliandika, na ningetaka ujue, ukisoma Biblia utaona ya kwamba alikuwa ameandika barua 3
kwa kanisa la Corinthians, lakini kuna barua moja ilipotea. Ile barua ya pili ilipotea. That between First Corinthians kulikuwa na ingine ambayo ingekuwa Second Corinthians kapotea. Akaandika ya tatu ambayo sasa ikaitwa Second Corinthians. Wanasema I wrote as I did, so that when I came I should not be distressed. Kwa hivyo ni vizuri ukajua kuna barua moja aliandika na haikufikia wale wa Korintho. And then tuone verse 4 vile inasema, for I wrote you out of great distress and anguish of heart, and with many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. Aliwaandikia akiwa na uzito na akiwa na ugumu wa moyo na machozi mengi sana. Na aliwaandikia si ya kwamba waweze kupata kuwa sorrowful, si ya kwamba wawe na huzuni, lakini aliandika akionyesha ule upendo ambao alikuwa nao kwa hii kanisa ya Corinthians. Kwa hivyo hata kama aliandika mambo magumu na mazito, aliandika kwa upendo wa Kristo, kwa sababu ndani yake alitaka wakue, alitaka waendelee mbele, alitaka wafanikiwe. Na kwa hivyo wakati anaona jambo linatokea, anataka kulikoreki haraka na vizuri, na kwa hivyo anaandika akiwa na lengo la kusaidia. And then 20 verse 5. In verse 4 kuna kitu ningetaka kusema. Alikuwa nawaambia the truth, na alikuwa nawasaidia ili wabadilishe mienendo yao kuhusu kutembea na Mungu. Na it is very very important mtu ambiwe ukweli. Ni vizuri mtu asaidiwe, kwa sababu mara nyingi unakuta ya kwamba tunaogopa ama tunafika pahali pengine tunaweza ona mtu hatembei vizuri. Inafika pahali unaona ni kama unaogopa kumwambia ukweli. Na kwa hivyo Paulo anaona afadhali andike barua ambayo ina ugumu na nzito, hata wakisoma watashindwa ni nini, lakini nia yake awe na nia ya kuwasaidia. Kwa sababu ukisoma Proverbs 27 verse 5 inasema, open rebuke is better than hidden love. Proverbs 27 verse 5. An open rebuke is better than an open love. Ni vizuri umkemee mtu na upendo na umsaidie kuliko uonyeshe ya kwamba unampenda na haumsaidii. And wakati mwingine tunaona watu wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na instead of helping them unakuta ya kwamba ni kama tunaogopa, nitamwambia namna gani, nitamapproach namna gani. Na it is better uambiwe ukweli ili ukaweza kusaidiwa. And also Proverbs 27 and verse 6 inasema, wounds from a friend can be trusted. Wounds, vinonda, ama unajua ukigongwa na mtu ama ukikwaruzwa na mtu unaweza pata ukikinonda ama unaweza pata kwaruzwa pahali. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy, majeraha utiwazo na rafiki ni ya kweli. Afadhali mtu ambaye anakuambia ukweli, mtu ambaye anakusaidia, kuliko yule ambaye anaona na hakusaidii. Kwa hivyo, if you know your brother or sister or a friend is moving in the wrong direction in life, please musaidie. Usimuogope, simama pamoja na yeye na umsaidie na umuonyeshe na umwambie hapa uende katika ile njia inafaa. Don't fear, because many a time people fear repercussions. Atasema nini? Atanichukua namna gani?
na mambo kama hayo. That is why Paul anasema afadhali awaandikie barua ina uchungu, lakini awaambie ukweli ili aweze kuponya roho zao. Tufunguliwe verse 5, tusome mpaka verse 11. For I wrote you, if anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you, to some extent, not to put it too severely. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now, instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you therefore to reaffirm your love for him. The reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. If you forgive anyone, I also forgive him. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for my sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Hapa, acha tufikishe hapo. From verse 5 to verse 11, Paul anaongea juu ya discipline ya kanisa, na anaongea juu ya restoration ya mtu mmoja ambaye tayari alikuwa yule mtu ambaye alikuwa amefanya dhambi na akakosa kutubu, na kanisa likaambiwa ya kwamba kama hajasikia mtu atumiwe watu wawili watatu. Kama hata wasikia lile jambo liambiwe kanisa, na yule mtu hakusikia, akaendelea na matendo yake mpaka ikafika pahali ambapo kanisa likaambiwa yule mtu mchukueni na mumutenge na mumutupe kule nje. Sasa wakati umefika hapa katika maandishi ambayo tunasoma, huyu mtu inaonekana alienda akalipenda, alienda akaona dhambi zake na akarudi katika kanisa. Na aliporudi pale, Paul anasema ya kwamba huyu mtu sasa, kwa sababu amekuwa reform, kwa sababu amewachana na dhambi na mambo ambayo alikuwa nayo, sasa aweze kupokelewa na kanisa na asamehewe na achukuliwe kama ndugu ama dada na aendelee na ushirika, kwa sababu ametubu na aliomba msamaha. Kwa hivyo Paul anawaambia muweze mkamuaccept, waweze kumupokea na waweze kumkomfu, ili shetani asipate advantage kama ataendelea kuwa separated. Ile huzuni inaweza kumumaliza. And that is what anasema, for we are not ignorant of the schemes of the devil, for we are not unaware of his scheme. Kwa hivyo Paul anasema hata kama barua ilikuwa very painful, yule mtu alisaidiwa. Na huyo mtu anaweza kuwa ni yule ambaye alitenda dhambi katika 1 Corinthians chapter 5, ama anaweza kuwa ni yule chief opponent wa Paul ambaye alimfletea shida nyingi na uchungu mwingi, ambaye ametajwa katika 1 Corinthians chapter 2 from verse 1 to 11. Kwa hivyo unaona hii barua ya uchungu tayari ilikuwa imesaidia na kulikuwa na restoration ya watu katika imani. Kwa hivyo wakati ambapo church discipline ama nidhamu inatolewa kanisani, inatakikana isaidie mtu kurudia katika mapenzi ya Mungu, kurudi katika imani, na haitaki ifanywe na roho ya kujionyesha. Unajua
if we are not careful, wengine tunaweza kuona asi tuko watakatifu zaidi kuliko wengine wakati ambapo tunaadhibu mtu. Kwa hivyo we should be very very careful. Shetani asichukue ile advantage. Na kwa hivyo church discipline maana yake inatakikana isik restoration. Iwe inaangalia vile mtu atasaidiwa, vile mtu atasimama, vile mtu atarejea kwa Mungu, lakini si kumsukuma na atoke kwa kanisa kabisa. Kwa hivyo tunaona discipline ambayo ilitendeka katika Corinthians Church ilisaidia kuwarejesha ambao walikuwa wamepotea. Kwa hivyo wakati wowote unakuta kuna discipline fulani, take it positively na uchukue ya kukusaidia ili ukaweza kurejea katika imani. Kwa sababu si mapenzi ya Mungu watu wapotoke. Si mapenzi ya Mungu watu watoke kanisani na warudi kwa dunia na wawe hardened. Ni mapenzi ya Mungu wakapona na wakarejea imani. That is why wengine wanaambiwa wagoje waketi kwa muda ili mioyo yao ikaweza kupona, alafu wataendelea na kazi ya Mungu. Na two mistakes mistake ambazo pengine wakati mwingine tunafanya katika discipline ya kwamba sometimes we are very lenient and not we do not correct mistakes. Hiyo ni jambo moja wakati mwingine tunafanya. Tunaona mtu amefanya jambo and we become very lenient. Hatumusaidii wakati ambapo tunanyamaza na tunaangalia mtu anaendelea kupotoka ama kupotea. Na wakati mwingine mistake ambao tunafanya, sometimes we are too harsh and not forgiving. Ni vizuri Mungu akatusaidia ili tukajua ya kwamba discipline yoyote ya kanisa tuifanye kwa upendo na tukiwa na moyo wa kumwambia yule mtu akarejea na akasimama. Church discipline aims at keeping the church pure. Inatakikana ifanywe ili kanisa lisimame katika utakatifu, na inafanywa pia ili wale ambao wanapotea na vitendo ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu wakaweza kulipende na kurejea katika mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tukajua ya kwamba church discipline is there na vile inatakikana iendelee. Ikifanywa na njia nzuri inasaidia mtu kusimama na kurejea katika imani na kuendelea mbele katika Bwana. Verse 13. I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So, from verse 12. Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. But thanks be to God, who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Hebu kwanza tufikishe hapo. Paul alienda Troas na alikuwa naenda pale ili aweze kumuona ndugu yake mpendwa ambaye alikuwa anaitwa Titus. Titus was a very close friend of Paul na alikuwa Myunani na walikuwa wamefanya kazi ya Mungu pamoja na walikuwa wameunganishwa na upendo mwingi sana. Hata wakati kulikuwa na njaa Yerusalemu, Titus alikuwa mandos ambao walipewa misaada wapeleke kanisa la Jerusalem. Na kwa hivyo Paul alikuwa anafikiria atampata pale Troas, lakini alipoenda hakumpata. Ile jambo ilimuguza sana. He was very careful.
alikuwa sana anataka kujua vile Titus anaendelea. Na hii inatufundisha ni vizuri kujali ndugu yako na dada yako, hata ukasikia ule mzigo wa kumjua vile anaendelea na vile anasimama. Lakini mara nyingi wapendwa, tunajikuta ni kama hatuna mzigo, ni kama we are not caring. Ni vizuri hata kama kanisa we start caring for one another. Unajua mimi pengine siwezi nikatembelea kila mmoja wenu, lakini wewe unaweza kuona ndugu yako ako na shida fulani, enda umfuate, enda umsaidie. Pengine unaweza kujua fulani anapitia mambo haya, enda umsaidie kama ndugu, kama dada. Na hiyo ndio ile roho ilimsaidia Paul. Anaenda anakuta Titus haonekani katika ule mji wa Troa. Anasikia pana, hata siwezi nikakaa hapa, lazima niende mbele, na akaenda Macedonia, pahali ambapo aliweza kumpata. Na wakati alimpata, anasema akawa na amani, but thanks be to God who always lead us in trial. Hivyo ndivyo anasema baada ya kwenda na kumpata pale Macedonia. Anasema but thanks be to God, Mungu ashukuriwe sana, ambaye anatupatia ushindi kila wakati kupitia kwa Kristo. Kwa hivyo nataka pia tuwe na roho ya kumshukuru Mungu, yeye ambaye anatupatia ushindi kila wakati katika Kristo Yesu. Mungu ndiye anakupatia ushindi. He gives you triumphal procession. Unaendelea ukishinda, unaendelea ukiwa na breakthrough. Pingamizi zinakuja, lakini Mungu anakupatia ushindi. And that is why Paul is saying, thanks be to God who always, kila wakati anatuongoza katika njia ya ushindi. Endelea katika Kristo na utaendelea kuona ushindi wa Mungu, kwa sababu unapitia katika njia ya ushindi. And then hapa akimalizia nasema, for we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are the smell of death, to the other the fragrance of life. And who is equal to such a task? And like so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity, like men sent from God. Anasema ya kwamba sisi ni manukato mazuri tukiwa katika Kristo. Kwa wale ambao wanaokolewa, sisi ni manukato mazuri. Lakini kwa wale ambao wanapotea, inakuwa ni manukato ya kifo. Kwa hivyo unaona, wakati ambapo uko katika Kristo, uko katika Roho Mtakatifu, unafanya na unatenda kazi ya Mungu na mapenzi ya Mungu, wewe ni manukato mazuri, na kila pahali unaenda unawasaidia watu, wanamjua Mungu, wanarejea kwa Mungu, wanampenda Mungu, wanaendelea mbele katika imani. Lakini kwa wale ambao wanapotea, hata hiyo manukato yako mazuri hawayaoni, because they are destined for death, for destruction. Kwa sababu wameamua hawataki ile injili iwasaidie. Lakini kwa kwetu sisi wenyewe, wapendwa, wacha tuwe watu ambao wana manukato mazuri, watu ambao wanaendelea kuhubiria wengine wakaweza kuokoka. Na anamalizia hiyo chapter na kusema verse 17, unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. Sisi hatufanyi ama hatuhubiri neno la Mungu kwa sababu ya pesa, kama vile wengine wanafanya. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, like men sent from God. Tukiwa
tukiwa katika Bwana tunahubiri neno la Mungu kwa ukweli, kwa unyenyekevu, kama watu ambao wametumwa na Mungu. Kwa hivyo kama wewe umetumwa na Mungu, nena, hubiri neno la Mungu in sincerity, in truth, not because of profit. Kwa sababu unaona ya kwamba tunaishi nyakati ambazo ni very dangerous. Watu wengine wanahubiri kwa sababu of getting money, na wanatumia njia zozote zile, lakini Mungu akatusaidia tukawa na roho ambayo ilikuwa na Paul, ambaye anafundisha ama anahubiri neno la Mungu katika ile sincerity, kama mtu ambaye ametumwa na Mungu. Na kwa hivyo ningetaka kumalizia hayo mafundisho hapo, hiyo chapter hapo, na Mungu ataendelea kutusaidia. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo ambalo tumejifundisha. Tumeona ya kwamba katika kanisa nidhamu inahitajika, lakini ni nidhamu ya kusaidia kurejesha ambao wamepotea. Ukatupa hekima na neema Bwana, hata mfalme wa ajabu, tusisimame tu bila kuchukua hatua na kutenda mapenzi yako, lakini ukatupa roho ya unyenyekevu hata tunapo wasaidia na kuwarejesha wengine, ili wakaweza pia kuokolewa na kurudi katika imani. Ninaomba ukatusaidia Bwana wa mabwana, hata tukawa watu ambao wataeneza Injili na manukato mazuri ambayo itawafutia wengi na wakaja katika ufalme wako. Tusihubiri Injili kwa sababu ya pesa, lakini kwa unyenyekevu na kukupenda kama watu ambao umetutuma Bwana, tukafanya kazi yako na kushukuru na kutukuza kwa kila mmoja wetu Bwana. Endelea kutusaidia, endelea kutuongoza, endelea kutufundisha, endelea kusimama pamoja nasi tunapoendelea na ibada. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninaomba ukatake over, minister to us as we worship you, as we praise you, dear Lord, in the testimonies, in your word, dear Lord. Naomba kila mmoja wetu akabarikiwa siku ya leo, na nena kinyume na kila mwongozo na ushindi, hata pepo yote ya shetani dhidi yetu. Nawaambia hamuna nafasi katika ibada hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, take over and minister to us, na kushukuru na kutukuza katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen.